Amur Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Moja hivi. Mwanamama aliyofiliwa na mme. Tena muulize vizuri. Alishakata damu, haingiaji msiku zake, hawezi kuzaa. Eda yake vipi? Kabla sijajibu hilo swali, ndugu zangu Waislamu, malengo ya eda sio mimba tu. Sio malengo. Malengo ya eda sio mimba tu. Mimba ni moja miongoni mwa hikma ya Mungu kutia iddatul wafati. Eda ya mwanamama anapokuwa amefisha mume ni moja miongoni mwa malengo, lakini sio tu hilo. Kwa nini? Kwa sababu mwanamama anapofisha mume, mwanamke yeyote mwa dunia akifisha mume, ni kwamba huyu marehemu mume wake hatoki katika, hazidi katika moja miongoni mwa tabia mbili kijumla. Ima alikuwa mcha Mungu sana, Kiswahili kibovu, alikuwa mtu mzuri kwa huyu mama, mzuri, mcheshi, mwenye kumpenda sana, mwenye kumjali sana, mcha Mungu, inawezekana. Au alikuwa ngumi mkononi, mbalizi, ibada zake ndogo, unalifanya vizuri, ni moja moja. Na ndio maana dini ikajalia kwamba mwanamke akifisha mume ambaye hatoki zaidi ya hizi tabia mbili, inampa chance huyu mwanamama baada ya miezi 2 na siku 10 afanye nini? Aolewe. Akiolewa na mwingine mwanamume, kama alikuwa anampiga mume mwenye mbaya, kuna bahati tunaita kwa Kiswahili, Allah akamkadiria akaolewa na mcha Mungu mpole kuliko yule. Inawezekana kama hizi ndio mume mpaka anasema marehemu wangu wa mwanzo nilipotezanga mwanaume ule, inawezekana tayeb. Min baadhi faida, hatujajibu swali wake wa mtume wetu Muhammad. Si mtume alikuwa na wake wengi, na wake zake Mungu akasema marufuku kuolewa baada ya mtume kufa. Kwa nini? Kwa sababu wake wa mtume, kwa mtume Muhammad hakuna ile miwili. Unaona nadhani kuna bora liko. Kuna kimoja cha watu mcha Mungu sana, mwenye tabia nzuri, wa innaka ala khuluqin adhim. Kwa hiyo hakuna tena kusema acha nikapatishe, utamtoa hapo kumzidi mtume. Hakuna. Ushapata first tosheka hapo. Tofauti ya wengine umefuata tayeb. Sasa kama ingekuwa hakuna eda, miongoni mwa malengo ya eda, kama ingekuwa hakuna eda, tuchukue hivi, mwanamume kafa leo, kama ingekuwa kidini hakuna, alafu baada ya kufa leo mke wako anaolewa kesho, unazama angekumbuka kwenye dua? Na hasa kama ulikuwa ni mume mkononi, mkaidi, jeuri, mbavizi, ajabolewa, umekuisha kama tena na kusahau mke. Lakini katika hikma ya eda, kama jinsi tulizika mzee wetu Allah mrehemu, mzee Samuel, pale wake zake kwa muda, japokuwa wengine wamesambaa kilioni, wake zake bado ni uchungu. Kwa hiyo kila saa atakaposali, kila saa atakapowekwa ndani, hatakosa kumwombea. Kwa hiyo Mungu anakupa fursa wewe marehemu ya kustafiri na dua, pengine mpaka sadaka ya marehemu huyu mke wako kwa muda wa miezi 2 na siku. Baada ya hapo akipata mcha Mungu wa kumpa vingi, anakusahau kama kisa wengine wamekusahau. Kwa hiyo miongoni mwa hikma za eda sio mimba tu. Kwa hiyo majibu sasa swali lako, itakuwa aje kama kawaida nawe kikongo vijana wanaita kizenga ile ndio mshangazi wanaita hivi. Nawe ni mshangazi, ni miezi 4 na siku 10. Ndio vizuri, isipokuwa mwanamama ambaye atakuwa mjamzito
ndio dini mrahisishia. Eda yake ni wakati anazaa. Yaani kama mume amekufa amemwacha mke wake ana mimba ya miezi 9. Pengine amekufa asubuhi saa 2. Saa 2 na dakika 10 mwanamke kajifungua. Yaani baada ya kifo cha mume wake eda imekwisha. Kinyume na hivyo miezi 2 na siku 10. Wallahu a'lam. Naam, mwingine nani? Na la pili. Na swali la pili. Kuna swali la pili. Haya basi chukua. Maana umeshavamia. Na Mtume katuambia tofauti ya Muislamu na kafiri ni swala. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara. Tofauti ya kafiri na Muislamu ni sala. Atakayeacha kusali kuwa si wajibu ndo kafiri. Sio mjana tukuacha. Naam. Maana kuna mwenye anaacha kusali kwa uvivu, kwa upuuzi, kwa uzembe, huyo sio kafiri. Hiyo dini nasema mnamshauri, mnamuhimiza ili arejee. Lakini yule mzee tukasali, mbona kwenye dini la pesa unahitaji? Yaani yule amechukua pesa au dini ni bora kuliko mzee tukasali, mbona kwenye chakula unahitaji? Huyo ni kafiri. Huyo kuna magosha watu. Maana anaboresha ile anahitaji. Mzee tukasali, mbona unajifanya wewe shehe sana, ukiingia mbinguni usishiki mkono? Huyo ni kafiri. Lakini kuna mwingine bwana, wewe jioni usali. Utaanza siku ya Ijumaa. Kanzu yangu ni chafu. Sikujaliwa kusema alfajiri. Nadhani wako huyo bado Muislamu lakini asu. Anaambia mzee usijali. Sali bwana. Na swali langu lilikuwa ni sisi tumeshikilia sana kwenye swala na naulizia kuhusu nguzo 3 zilizobakia za Uislamu. Kwenye nguzo hii ya ile shahada naitoa na kusudia. Kwa nini ulitoa? Na ndio kilicho. Hiyo najua kama mtu aitakidi hivyo sio Muislamu. Hii shahada. Naam. Hizi 3 swaumu, zaka na hija. Mtu akaziacha kwa itikadi sio wajibu. Anakuwa ni kafiri kama yaani mtu kwa kusema na mali na nini, zaka na si lazima. Na Mungu amesema toa huko, wewe ni kafiri. Yaani kafiri. Na kuna mwingine anakataa kwenda hija kwa kupenda mali, ugumu. Huyo anakuwa sio kafiri. Jambo ni msiwatoe watu kwenye dini, acheni sheria ya Mungu ndio watoe. Ni moja. Naam, nilikuwa naulizia kwa masuala ya kutoa msaada. Kutoa msaada, naam. Panakuja ndugu yangu si Muislamu. Au kaka, dada, mjomba. Na panakuja sasa ndugu yangu ni Muislamu. Wote wanahitaji msaada. Tampa nani? Ndampa nani? Ningekuomba kwa ajili ya Allah, hilo swali ni lazima. Kama utakuwa hai na tukiwa hai kesho, darasa la kesho hapa, tukimaliza darasa ulize hilo swali. Inaambatana na hilo, nitakuwemo na wenyewe. Ili tusikimbie kabla tujatembea. Bwana wewe unakuja nyuma, usimpe wewe usimpe. Leta huko. Mpe, unakuja unachelewa leo nimekuona. Alikuwa mimi nimekuona katika mtu. Basi mpe. Ametetewa. Mimi nimekuona unaingia. Nilikuwa nimetoka kidogo. Shehe, katika pita zangu kwenye mitandao kuna clip moja nilikutana nayo TikTok. Ya wengine. Afu unakuja kuuliza mimi. Ni shehe miongoni mwa mashehe. Ndio muulize. Pale unaandikaga swali unajibu. Mimi niulize ya mimi sio. Mimi nataka niulize kwa niaba ya wengi wapate faida. Mimi naitaka fitna bwana. Ya wengine. Hii jamii unajua hivi. Lakini swala la kidini sio mwandiki. Kibao kama inawezekana. Inakuwa ni vizuri. Jamani ya wengine waulizeni wengine huko. Msimu anauliza swali la wengine. Kuna shari sema hivi na hivi, wanasema yachukue wengine. Hamisha tena au uliza kimdomo mdomo hivi. Sisi wote sio wewe. Allahumma amin kwa sote. Mwana utaki khair. Ndio jamani, tokeni. Nilikuwa naulizia kuhusu, kuna taarifa ambayo nilipata kusoma mtandaoni kwamba nchi ya Misri imetoa sheria kwamba mwanamume ambaye anahitaji kuongeza mke wa pili asilifanye hilo, ila isipokuwa baada ya yule mke wa kwanza kumuoa awe pameshapita miezi 6 amemuoa, hapana kwa kufatanisha. Kisha sasa na wakasisitiza kwamba
yule mke wa pili ambaye anakwenda kumuoa asimuoi mpaka saini ya huyu mke wa kwanza, kwa sababu ya wanaume wengi wanafanya mambo hayo ili kuwakomoa wake zao. Sasa inakuwaje? Naam, kwanza hiyo habari ni mpya kwangu. Hiyo habari ni mpya kwangu, itahitaji kwanza tuifuatilie. Hilo ni moja. Alafu la pili, kama itathibiti ni ukweli, mimi nadhani wenye wako plus kuuliza ile swali ni uongozi wa dini kule, kwa sababu katika makosa ambayo tunafanya ni pale kuna hukumu inachukuliwa labda na baraza la mashehe Burundi kuhusu Waislamu wa Burundi, alafu unachukua ile swali unamuuliza shehe wa Tanzania, yuko Tanzania, sijui kama naeleweka. Wakati shehe wa Tanzania hajui kwa nini baraza la mashehe la Burundi lichukua hiyo. Ndio maana hata ikiwa ni sahihi itabidi kwanza tuulize kule kwa nini hivyo, kwa sababu hiyo ni fatwa imekuwa imechukuliwa, si kwamba wamegeuza sheria ya Mungu. Hapana, ni fatwa, na fatwa huwa inabadilika kutokana na sababu nyingi. Napenda kutoa mifano mara nyingi. Ukienda kwenye nchi za dini ukauliza tu swali lepesi tu, ipi dini inasema nini wanamume na wanawake kukaa wanne ndani ya basi, wakipanda basi hizi, sogea mwenyewe unajikutaraga mko mwanaume mwanamke, dini inasema. Ukiuliza shehe yoyote hapa Burundi, yote yule, tunaenda Mterere, tunaenda Mvile, wewe kwenye kiti, dini inasema ni haramu au inajuzu? Ile utafuti na nini? Rama, inajuzu au ni haramu? Kwa hapa Burundi inajuzu. Maana hakuna kwenda kuosha juwati. Kila shekhe inajuzu. Kwa sababu ukisema ni haramu, hamtapandaga bisi. Kwa hiyo inajuzu. Lakini hilo swali kaniulize shekhe wa Saudia, atakwambia ni haramu. Swali hilo moja. Kwa nini hapa inajuzu na kwa nini kule ni haramu? Kwa sababu kule mazingira yanaruhusu wanaume wapande jambo yao na wanawake wapande jambo yao. Lakini hapo mazingira hayakubali. Kwa hiyo fatwa inabadilika. Inawezekana na huko mpaka wabadili na nini? Ziko asbabu ambazo wewe na mimi hatujui. Ndio maana inabidi kuchunguza kwa makini. Naam. Tumshie Mwenyezi Mungu atukubalie matendo yetu. Amin, amin. Tusamehe madhambi yetu. Amin. Mimi nitajenga swali katika aya moja katika suratul Maida. Naam. Na kabla hujajenga swali, tulishasema mara nyingi swala la Qur'ani mjeni kwenye tafsiri ndio mtafaidika sana. Tena leo kwa bahati nzuri vijana wa leo mmejaliwa tafsiri ziko lugha zote mpaka simu zenu. Ukitaka tu tafsiri hata kwa Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili unaipata. Bila moja kutana biblioteki inakuwa ni bora zaidi kuliko kwenda kuuliza shekhi. Lakini madamu umeshachukua uliza. Asema Allah, naam, watlu alayhim naba abnai adam, naam, bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Naam, qala la aqtulannak. Ningependa kujua sababu ya wao wawili kutoa zile qurbani. Naam, ilianza kwa kitu gani hasa? Inajulikana ni hicho unajua. Hicho chenye unajua na ambacho kila mmoja anajua. Ni kwamba baada ya kuwa mama yetu Hawa na baba yetu Adam alayhi salatu wasalam wamezaa, walikuwa kila wakizaa wanazaa mapacha. Tena mapacha wanazaa mmoja mwanamke mwingine mwanaume. Zao la pili tena mmoja mwanamke mwingine mwanaume. Kwa hiyo wanakuwa wanawake ni wawili, wanaume ni wawili, walikwenda hivyo. Na Allah anataka ulimwengu ufanye nini? Ujae. Ili ujae inabidi hawa watoto wajapokuwa changia baba na mama kwenye sheria ya Adam na zama hizo ilikuwa inajuzu waoane, lakini ili waoane wasiwani ile fuko moja, yani wale walizaliwa kwa pamoja kwenye mapato. Hawa walioanza huyu mwanaume wa huko huyu mwanamke wa huko, sawa, na huyu mwanamke wa huko au mwanaume wa huko huyu mwanamke, ilikuwa ndio sheria kujua. Sasa ilipofikia kwa hao Habil na Kabil mmoja, ndio hivyo kadari ya Allah ikamdiriki. Maana msimlaumu napokuwa mnajadili mnasema mkaidi huyu, kadari ya Allah ikamdiriki. Akasema hapana, mimi nitaoa huyu, yani huyu ambaye tufanye nini, tuseme pamoja, kwa sababu ndio naona kama ndio maji safi. Wanafu na wewe utaoa wewe mzee pamoja.
Lakini baba yake akauliza kwamba hapana, sheria ya Mungu haisemi hivyo, lazima iwe. Na huyo aliyekataa ndio alikuwa mkubwa. Sio sikubali. Kwa hiyo kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa amehukumu akasema basi ili mjue kama hiyo nia yake huyo imepita au haikupita, kila mmoja atoe sadaka. Halafu yule ambaye sadaka yake itakubaliwa na Allah itakuwa ombi lake limepita. Kwa hiyo wakawa wametoa, lakini majibu yalipokuja yakaonekana kwamba huyu Qabil ambaye anataka amuoe dada yake halikupita. Kwa hiyo inabidi afuate ile sheria. Sasa hii sheria itaivukaje? Ibilisi akacheza na akili yake, akamwambia ndugu yake kwamba nitakuua tu, maana nikishakupoteza hautamuoa tena. Ndio akawa amemuua. Pomoa aliyemkuta baba ni makubwa, sio nafasi yake leo, maana alitembea na mwili wa ndugu yake zaidi ya miezi 6. Unaona, zaidi ya miezi 6, alafu na Allah akampa hiyo adhabu ndugu yake Habil haozi. Kisha muone ndugu yake hapo, na ndio mtu wa kwanza kufa. Anamwona ndugu yake asimama. Sasa mtamwacha, haikubali. Kwa hiyo lazima kila penye akenda na nyanyua maiti. Anakwenda na zaidi ya miezi 6. Ameshachoka, hajui afanye nini. Ndio usiku amekaa tu sehemu na maiti iko hapo amekaa, amechoka. Huruma wa Allah, Allah ni arhamur rahimin. Fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akatuma ndege mbili al-ghurab, yameta viombo le corbeau. Mazali nikisema le corbeau Faransa ndio mnaelewa zaidi kama ni kunguru, kama ni inaitwa Kiswahili. Vikaja viwili amekaa tu, Allah anampa darasa la bure mpaka hapo karibu, kama vinaogoteza chakula kwenye majani amekaa tu, kakutana tu kama binadamu amekaa na zuba, alafu muda tu vikaanza kupigana. Jamaa anatazama filamu ya bure, kimoja kikaua chenzake. Baada ya kuua chenzake kikasogea pembeni, kikaanza kuchimba na mdomo wake kashimo, kikachimba. Kila kichimba kinasukuma ule udongo na miguu, kachimba. Baada ya kuchimba kikaenda kwa ile maiti kikakokota mpaka mshimo kikafunika, alafu kikaruka. Akapata somo, kuna kumbe na mimi huyu ndo akawa naye amechimba akazika. Lakini pamoja na hivyo hakusalimika, kwa sababu mtume wetu Muhammad alisema wazi kwamba kila mwanadamu yoyote ambaye anauawa kuanzia baada ya na yeye Kabila anapata madhambi ya kuua huyo aliyeuawa, kwa sababu yeye ndio wa kwanza alianzisha hiyo sunna ya kuua. Allah tulinde asitokee. Na ndio maana nakuhusia ndugu yangu, hata ikakutokea mtu akakuibia vyako akakufanyia mabaya ya aje, usifikirie hata siku moja kumwaga damu yake, usisubutu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu almar'u fi fushatin min dinihi ma lam yurik daman haraman. Muislamu bado yuko na fursa ya kuweza kutubia na akasamehewa na Allah pindi hajamwaga damu ambayo Mungu aliharamisha kuua. Kwa maana usiui, sikutokee hata mara moja ukashiriki wala ukaashiria kwamba mtu akauawa. Hata mtu akitaka kuchukulia vyako vyote usiwezi kumuua, na hasa akiwa ni Muislamu inakuwa ni ashad. Allah anasema katika sura An-Nisa, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. adhabu tano Allah mtaja, atakayemuua Muislamu kwa kusudi fajazauhu jahannam, huyo aliyemuua atafikia motoni, khalidan fiha, ataishi milele, wa ghadhiba Allahu alayhi, Mungu atamchukia ili kwa duniani na baada ya kufa, wa la'ana, na Mungu atamlani, wa a'adda lahu adhaban adhima, na Mungu kule motoni atamwandalia adhabu kali. Ndio maana usisubutu. Na ndio maana Abdullah ibn Abbas anajulikana kwenye msimamo wake, yeye hakubali tauba ya muuaji, kwa sababu anasema unapokuwa umeua, hata kama ndugu wa marehemu ukikusamehe, kuna uhakika gani kama siku ya kiyama uliyomuua atakusamehe? Ndio maana usiui, isikutokee hata mara moja. Na ninaposema usiui, usisikilizane na mke wako mkatoa mimba, juu kuua pia. Atauliza, wa idha al-mawudu su'ilat
bi ayi dhanbin kutilat, na kiumbe mchanga ataulizwa kwa kosa gani uliuawa na wazazi wako. Kwa hiyo waandae majibu. Ndio maana msirudi. Najua mlishaua tu sana, lakini msirudi chini. Vijana wanaua sana, msirudi jamani, chini. Naam ya amebakwa abadan. Swali lake limeeleweka. Anasema kama binti yake kabakwa, Allah tulilima binti zetu. Alafu katika kule kubakwa akajikuta kabeba ujauzito. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata mjua baba wa mtoto, nadhani anamaanisha. Sababu ndio kuna wanaume wengi au mmoja tuchukue hivyo. Lakini kwa sababu katendewa hiyo nyama, je, hawezi kutoa hii mimba? Abadan. Abadan. Anaweza kuwa ni mufti, huyo atakuja kuwa mufti na mtoto. Anaweza kuwa atakuja kuwa ni rais wa nchi na daula ikaponea yeye. Wewe huwezi kujua sio. Sio wote wanazaliwa mpaka ndoa. Kuna wengine wanazaliwa njia kama hizo. Ndio maana huwezi kujua Mungu amepanga ni story mimba. Ziache. Cheni kuwa. Na ndio maana ni kosa kubwa leo hata serikali inazijua. Nadhani ikijulikana daktari yeyote anatoa mimba, serikali haitamsalimisha. Ni kosa kubwa sana. Cheni kutoa mimba. Na mwafunze mabinti zetu. Maana mabinti kama wote walio baligh wanajua vidonge vinaitwa swasanduze. Unajua? Wazee mabinti zetu. Maana mimi mwalimu nasomesha kule Kiange. Zaidi ya miaka 6. Anajua. Wanakwambia nje tutameza vidonge masaa 72. Wewe kama unajua kazi yako, wewe unajua. Eti vidonge vinaitwa masaa 72. Yaani siku hizo 5. Eti akienda kufanya ufuska wake ana meza, eti na meza. Ikimeza tu jamani, hakuna la fecondation wala la spermatozoid wala yani, hakuna la kubeba ujauzito. Ya akhi, Allah akikadiria hata wenyewe wanataka bure mpira mikono, hapana mpira, hata wanamume wenye wanavaa kondom, Allah akikadiria mimba nyingine iliaga na mwanamume anaanza kuwaza na kondom ndio toboka au vipi? Wallahu ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu jua kila kitu nimeweza. Anachopanga Mungu akitaka kitu kitakuwa. Sawa jamani? Lakini mume kwa mke kutumia uzazi wa mpango, uzazi wa majira kwa kuzuia ujauzito, manake kutambuka nyumbani, kuispase mimba ili mtoto anyonye haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radhaa, mtoto anyonye miaka 2 iliyokamilika kwa yule mwenye kutaka kueleza muda wa kunyonyesha. Ukaamua acha tutumie hizi njia za kiganga za kileo ili tusizai inahekana watoto ambao wanafatana mbio hawezi kusaidiana. Unajua nauma uko na kaka yako alafu ukipigwa na Yesu kukupigania kwa sababu mlizaliwa mnafatana hamna nguvu, alafu yaani mwenye kuwapiga na kuinuka wewe na maondoka na wewe usogee kuonesha hapo rusha vimba na ndio kumita kaka hebu akija na tazama wewe kama mtaingiza kifua, inauma sana. Kwa hiyo hii uspase, kama mtaenda kwa daktari akawapima damu, akawapa ushauri, akawachagulia njia sawa na kiafya alivyowapima, inajuzu. Lakini kwa mke wako, sawa jamani, kwa mkeo ukaamua kwamba tutakuwa natumia kondom juu sitaki abebe ujauzito hivi sasa, au yeye akamua mimi nitatumia pilili au nini ili nisibebe ujauzito, inajuzu. Kwa mke wako inajuzu, hakuna tatizo. Dalili maana kwenye dini dalili Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na hapa ndio tutaishia, hakuna swali lingine, maswali mengine kesho. Ibn Mas'ud anasema kunna na'zil wal Qur'an yanzil law kana haraman la haramahu Allah. Abdullah ibn Mas'ud sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kunna na'zil, anasema zama zao maswahaba walikuwa baadhi yao kama wakihofia wake zao wasibebe ujauzito, walikuwa kila mmoja anapotenda tendo la ndoa na mke wake, wakati ule akihisi kwamba maji ya uzazi yanataka kutoka,
nikimaanisha manii, walikuwa wanamwaga pembeni, hawamwagi eneo husika. Nadhani lugha inaeleweka, wanamwaga pembeni. Anasema Ibn Mas'ud, kwa tunafanya hicho kitendo, wal Qur'an yanzil, na Qur'ani inamshukia Mtume Muhammad. Kwa lugha nyingine, japokuwa ni kitendo tunafanya kwa siri, maana kila mtu na mke wake chumbani, Mtume haoni, Mtume hajui, ni binadamu, lakini Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anaona. Na Qur'ani inafanya nini? Inashuka. Anasema lau kana haraman, kama hicho kitendo kingekuwa ni haramu haijuzu, na Qur'ani inashuka, la haramahu Allah, Allah angeteremsha aya ya kufanya nini? Ya kuharamisha. Sasa zama zile walikuwa na tia pembeni. Zama hizi kuna maendeleo ya kiganga, haiwezi tena kutia pembeni, ni kutumia tu hizo njia ambazo zimethibiti. Kiganga inajuzu kwa mke, lakini pia haijuzu kufunga uzazi moja kwa moja. Maana kuna mwingine anasema amatongo ya razi, hakuna mashamba, maisha ni magumu, tuvyare au bishobora kurera. Mtu anaenda kabisa funga, maana tumeshazoea watoto wa nani, sitaki tena mwingine funga. La juzu. Kila mmoja anakuja iko na riski yake. Sawa, Mungu ametukataza, wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwaue watoto zenu kwa sababu ya kuhofia njaa. Riziki zenu nyinyi na wao zinatoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo kufunga moja kwa moja haijuzu, isipokuwa kama daktari atatoa ushahidi wa kiganga kwamba huyu mama akiendelea kujifungua sawa na hali yake ya kiafya, kuna hatari ya kuweza kuangamia. Kuna wanawake wanafikia hali kama hizo. Hiyo ikitokea kwa kuokoa maisha ya huyu, hapo atafungwa. Lakini kwa kuhofia njaa, hali ngumu kidini na ijuzu. Jamani, nyie wengine mnabutoa mimba, kuna watu wa hii dunia wanalia wakapate japo haka kama hicho. Kwa hiyo Mungu akikupa mshukuru Mwenyezi Mungu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا علم الدين يا رب العالمين، وارزقنا فهمه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة، ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. ابن نيامور ميديا، أحب الناس إلى الله أنفوهم للناس.